Wanawake mkoani Geita wametakiwa kuachana na tabia ya kujiingiza kwenye mikopo kandamizi inayojulikana kama mikopo ya kausha damu, ambayo kwa kiasi kikubwa imekuwa ikichangia kuwaletea hasara na kuwasababishia kufilisika. Wito huo umetolewa na Katibu Tawala wilaya ya Geita, Bilusi Beda, wakati akizungumza kwenye kongamano lililoandaliwa na Chemba ya Wafanyabiashara Wanawake Tanzania TWCC tawi la mkoa wa Geita lililofanyika mjini Geita. Kwa upande wake, mwenyekiti wa TWCC mkoa wa Geita, Bi Cecilia Miraji, amesema lengo la chemba hiyo ni kuwawezesha wanawake wajasiriamali bila ubaguzi wowote ili waweze kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi. Hii ni News Update Media. Kwa TWCC tuko hapa kwa kumshika mkono mwanamke, kumpitisha hatua kwa hatua anapokwama, kama haelewi aelekee wapi. Tunashirikiana na SIDO, mama yuko pale, tunahakikisha mjasiriamali anasonga mbele na anafanya kazi yake kwa kiwango kinachohitajika. Hilo ndio lengo la kuhudumia wanawake wote, hata ambao sio wanachama wetu. Mwanamke yeyote anayekutana na changamoto kuhusu biashara yake, sisi tuko pale kuweza kuwasaidia. Nitazitaja kwa uchache. Moja, wanawake na vijana wajasiriamali kutokutengewa maeneo yao rasmi ya kufanyia shughuli zao hapa wilayani na mkoa kwa ujumla. Hapa Mheshimiwa mgeni rasmi, tunamaanisha kwamba tunaona wamachinga wana maeneo maalum kwa ajili ya kufanyia shughuli zao, lakini pia kuna masoko ya wakulima. Tunapokuja swala la wazalishaji, wale watu wa culture na shughuli zingine za uzalishaji za kuongeza thamani, kama vile ilivyo soko la Mwenge au Machinga Complex, ndicho tunachokimaanisha, inakuwa ni rahisi. Kwa tungeomba tuweze kutengewa maeneo kimkoa au kiwilaya kwa ajili ya kuleta ufanisi na kukuza soko, kwa kuwa ni jukumu mojawapo la TWCC. Lakini changamoto nyingine ni kwamba sera za kitaifa za ufanyaji biashara nchini bado hazitenganishi na kumlinda kwa dhati mjasiriamali mdogo anayeanza biashara, wakiwemo wanawake vijana wajasiriamali kuanzia ngazi ya kijiji, mtaa, kata, wilaya, mkoa hadi taifa. Hii ni pamoja na mifumo ya utozaji kodi, utayarishaji na ufikishwaji bidhaa kwenye masoko, ukijumuisha mamlaka za kibiashara hazitoi ushirikiano mzuri. Na ukizingatia Tanzania ni moja ya nchi ambayo tayari imesha saini mkataba wa soko huru la Afrika, East Africa pamoja na SADC. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba Mheshimiwa, hii kama changamoto ambayo tumeibaini iweze kufanyiwa kazi. Hili ni jambo ambalo linamhusu kiongozi wetu, Mheshimiwa Rais wetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais anawapenda kina mama. Mheshimiwa Rais anawapenda kina mama. Hili ni jambo ambalo liko wazi, ni jambo ambalo kila mmoja ana macho anatazama. Anasema mwenye macho haambiwi, mwenye macho haambiwi. Mheshimiwa Rais anawapenda sana kina mama. Kwa nini nasema Mheshimiwa Rais anawapenda kina mama? Mheshimiwa Rais anatoa mikopo kupitia halmashauri zetu. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hataki kina mama wajiingize kwenye mikopo ya kausha damu. Kweli sio kweli? Kina mama tusijiingize kwenye mikopo ya kausha damu. Mikopo ya kausha damu sio mikopo mizuri. Mwisho wa siku unafilisiwa. Ulikuwa na sofa yako, sofa inakwenda. Ulikuwa na kitanda, kitanda kinakwenda. Ulikuwa na TV inakwenda. Watoto sasa wanahangaika kwa jirani kwenda kuangalia TV. Ni nini yote hiyo? Ni mikopo ya kausha damu. Na sisi tusingependa akina mama waingie kwenye mikopo ya kausha damu. Ndio maana Mheshimiwa Rais kupitia halmashauri zetu, ambapo alitoa maelekezo waweze kutenga fedha za mapato ya ndani katika mapato yao ya halmashauri, ili waweze kukopeshwa akina mama, vijana na watu wenye matatizo maalum, makundi maalum, kwa maana ya watu wenye ulemavu. Kwa maana ya kwamba wanawake wanapata 4% na vijana wanapata 4%, lakini na wale watu wenye mahitaji maalum wanapata 2%. Na mikopo hii ndugu zangu ipo. Mikopo hii ipo. Mimi ninasema mikopo hii ipo kwa muongozo huu wa sasa.
ndio mwenyekiti wa kamati ya uhakiki ya mikopo. Kwa hiyo ninaposema mikopo ipo ninamaanisha, na jana pia tulikuwa tuna kikao ya kupitisha mikopo hii. Kwa hiyo niwaombe kina mama tuachane na zile habari za mitaani kwamba mikopo hii wameandalia watu maalum, mikopo hii ni ya watu fulani, mikopo hii ni ya viongozi. Taarifa hizo sio za kweli. Mama wengi tunakutana na changamoto kwa sababu ya kutokuwa na uwezo wa kiuchumi, na kina baba mliopo mkubali mkatae, sisi ndio tunaoongoza familia. Mama ndio mwenye jukumu kubwa la kuongoza familia, na mama akiwa na uwezo wa kiuchumi, jue familia imeongoka. Kweli si kweli? Hiyo familia lazima itatoka. Hata baba hela pia atapata, lakini baba akipata, yeye ataenda kunywa supu na nyingine atapeleka kwa mchepuko, alafu ile kidogo inayobaki ndio unaletewa mama. Mpaka leo hapa mheshimiwa, si kina mama tu hapa, sio kila mtu anaweza akakaa akajieleza, na ndio maana nimesema siongei kama kamanda, naongea kama mwanamke. Ni changamoto ambazo naziona sana, lakini nikirudi kwa asilimia kubwa kama kamanda, changamoto nyingi za ukatili wa jinsia chanzo chake ni kwa sababu ya vita ya kiuchumi. Mwanamke atavumilia kupigwa, atavumilia kunyanyaswa kwa sababu ndio huyo mwanaume anayemtegemea aweze kumpa chakula yeye na watoto wake, na anasema nikiondoka watoto wangu je, itakuwaje? Na mwisho wa siku wanawake wanabakia kuwa kandamizi. Kwa hiyo makongamano kama haya ni muhimu sana kuwaamsha wanawake kwamba tunao uwezo, lakini kuwatafutia fursa mbalimbali kuwawezesha. Wakisimama mwanamke kiuchumi, ujue dunia imesimama pia kiuchumi. Mwanamke akinyanyuka kiuchumi na dunia nzima imenyanyuka kiuchumi. Na ndio maana wale waliosema ule msemo, ukimuelimisha mwanamke umeelimisha dunia au umeelimisha jamii, walikuwa na maana sana, kwamba mwanamke akipata ufahamu basi jamii kubwa zaidi itafaidika. Kwa nichukue fursa hii kuwapongeza sana TWCC pamoja na SIDO kwa kuandaa kongamano hili ambalo litamkomboa mwanamke.